hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kufungua milango zaidi ili kuhamasisha uwekezaji katika sekta za uchumi wa buluu na utalii kutokana na kuwepo kwa fursa nyingi katika eneo hilo. Juma Kasim kutoka Zanzibar anatueleza. Akikamilisha matembezi yaliyoashiria uzinduzi wa tamasha la Kizimkazi katika mkoa wa Kusini Unguja, Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza kutumia fursa za tamasha hilo katika kuimarisha ustawi na kukuza uchumi. Dr. Mwinyi pia anaelezea fursa za tamasha hili katika uchumi wa Zanzibar. Tuendelee kuwa wabunifu na kuweka mikakati thabiti ya kuendelea kutumia tamasha hili kutangaza vivutio vya utalii, fursa za biashara na uwekezaji na kuimarisha umoja na mshikamano wetu kwa lengo la kuchochea ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha, Rais Mwinyi anampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake juu ya tamasha la Kizimkazi kulifanya tamasha la kimataifa. Tuendelea kulitumia tamasha hili kwa kutangaza na kubainisha fursa mbalimbali za uwekezaji zilizopo. Watangazieni wa wawekezaji fursa zilizopo katika ardhi mlionayo na kuwepo na fursa pana ya uwekezaji baharini ili rasilimali hizo ziweze kuleta tija zaidi na manufaa kwa wananchi na serikali kwa ujumla. Ilianzishwa mwaka 2022 kwa huduma za afya, matibabu, msaada wa kisaikolojia na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha afya ya umma, kupunguza changamoto zinazowakabili wanawake, watoto na jamii kwa ujumla. Akizungumza wakati akimkaribisha mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Hamisi, amesema tangu kuasisiwa kwa tamasha la Kizimkazi mabadiliko makubwa yametokea katika kuimarisha ustawi wa wananchi na maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Fursa zipo nyingi sana. Tumeweza kukutanishwa na taasisi za fedha ambazo zimeanza kuwasaidia wananchi wa mkoa huu, na sote tunashuhudia kuimarika kwa hali na ustawi wa wananchi wa mkoa huu katika maeneo haya ya Kizimkazi na shehia jirani. Tamasha naona linajitosheleza. Takriban mambo mengi yapo, hasa tukichukulia masuala ya utamaduni, mila na hata fursa zetu za kiuchumi. Fursa kwa wananchi ni fursa, lakini pia kwa benki NMB, hasa kwenye kupata elimu ya kifedha. Lakini kwa kipindi hichi ambacho tunakuwepo hapa kwa muda huu wa siku 5, tunaamini mpaka tunaondoka, jamii ya Kizimkazi lakini jamii ya Kitanzania kwa ujumla, tunahakikisha kwamba tumewajumuisha. Tamasha hilo lililoanza kwa matembezi na mazoezi ya viungo yamekamilika kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kutembelea maonyesho ya biashara yaliyokuwepo katika tamasha hilo. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imeonya baadhi ya wazazi na walezi wanaoendelea kuwatumikisha watoto katika shughuli za migodini, uchungaji wa mifugo, uvuvi pamoja na biashara katika vituo vya mabasi. Mwanahabari wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya wazazi ya CCM mkoa wa Geita Lucas Mazinzi baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la jumuiya hiyo kilichofanyika katika ofisi mpya ya CCM mkoa wa Geita. Tumetoa tamko kwamba kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama tawala, ndicho chama chenye serikali, tutashirikiana na serikali kutusaidia kuwabaini watoto ambao bado wanatumikishwa kwa kificho. Ni jambo baya, na baya zaidi kuta mtoto mdogo yuko kwenye ajira, pengine alikuwa anasoma anakatisha masomo yake kwa sababu tu ya ajira hizi ndogo. Tunapiga hatua kwa maana kwamba kila agizo tunalolipokea tunalitekeleza. Kwanza tuliagizwa kujenga nyumba za watumishi. Mkoa wa Geita kila wilaya ina nyumba ya watumishi na mkoa tuna jengo tayari. Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho wamesema juhudi mbalimbali zinazofanywa zimeanza kupunguza ajira za watoto, huku akisisitiza kuwa hawatakubali kuwa na watoto wenye umri wa kwenda shule
wakinyimwa haki yao ya kupata elimu. Sisi changamoto yetu mpaka sasa hivi tunayoendelea nayo ni ile ya watoto ambao wanaendelea kutumikishwa kuchunga ng'ombe na bado wana umri wa kwenda shule. Wale ambao bado wanaendelea kutumikisha watoto kazi za migodini, nasema waache mara moja. Sambamba na hilo, mkuu wetu wa wilaya ni mwanamama hodari shupavu na jukumu hilo huwa analibeba. Mtoto akitoka nyumbani asubuhi anakwenda shule, mzazi hakikishe anafuatilia. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Jumla ya pampu 52 za umwagiliaji zenye thamani ya shilingi milioni 500 zimekabidhiwa kwa wakulima mkoani Katavi. Mkoa ambao una jumla ya hekta 124,761 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo hadi sasa takriban hekta 110,672 zimeendelezwa kupitia skimu 29 za umwagiliaji. Mwanahabari wetu Pasco Katona ana taarifa zaidi. Akitoa taarifa ya umwagiliaji katika hafla ya uzinduzi wa umwagiliaji wa pampu 52, mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Katavi Sangu Bai ameeleza namna wakulima watakavyonufaika katika vikundi, huku mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mdolwa ametoa rai kwa vikundi vya wakulima kuacha kutumia pampu hizo kwa ajili ya kufyatulia matofali. Mradi huu wa pampu unatarajiwa kunufaisha jumla ya wakulima 692 ambapo wanaume ni 358 na wanawake ni 334. Zaidi ya 70% ya wakulima hao ni vijana. Aidha, kutokana na uwezo mkubwa wa pampu, idadi ya wanufaika inatarajiwa kuongezeka hadi kufikia wakulima 900 hadi 1000. Lakini pampu hizi sio kwa ajili ya kufyatua matofali. Pampu hizi ni kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Naomba nirudie. Ukiona tumekunyang'anya pampu ni kwamba umebadilisha matumizi yake. Niwaombe sana mwende mkalime mboga mboga, mkalime hata mahindi unaweza kutumia pampu hii ukalime. Nusu eka moja. Uwezo wake hii pampu ni kubwa sana. Inaweza kusukuma maji mengi sana. Baadhi ya wananchi walipatiwa pampu hizo wameeleza namna watakavyotumia pampu hizo kwa ajili ya kuwanufaisha wenyewe na mkoa kwa ujumla. Tunamshukuru sana kwa maono haya aliyotupendelea sisi wakulima wadogo tuliokuwa tunahangaika kwa ajili ya ndoo ndogo za kushika mkononi kumwagilia mabustani yetu tulipokuwa tukilima kwa kuhangaika. Tunaahidi hizi mashine tulizokabidhiwa hapa tutaenda kuzitumia vyema, na kama na yoyote atakayefanya ubadilifu, basi hatua zingine zilizoelekezwa zitachukuliwa. Asante. Hata hivyo, akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Katavi, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesimo Buswelu amesema kuwa anawataka wananchi kuacha kuharibu mazingira. Nataka tufanye kilimo ambacho pia kinazingatia uhifadhi na utunzaji wa mazingira yetu. Kwa tunapokuja na pampu hizi, haitakulazimisha wewe kuanza kuhamisha mto kwa kuweka, sababu unapokuwa umeweka kingo, umejenga, umehamisha, manake hata muda ambao maji unahitaji kwenye mstari yanaendelea kupotea. Lakini kwa matumizi haya, hii ni teknolojia ambayo inaenda kuwakomboa kulima, lakini pia inaenda kuhakikisha kwamba haibadilishi na kuharibu mifumo mzima ya mito yetu ambayo pia tunahitaji kwa matumizi mengine. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Mamlaka za Colombia zimesema vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta walionusurika chini ya vifusi kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Mamlaka nchini Colombia zimesema watu 200 wamefariki dunia na wengine 2500 wamejeruhiwa, huku mamia watu hawajulikani waliko, ambapo mji wa Cali, Pereira, Manizales na Quibdó umeripotiwa kuwa ni eneo lililoathiriwa zaidi na tetemeko hilo. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa msaada, huku Marekani ikitangaza kuipatia Colombia zaidi ya dola milioni 15 na Umoja wa Ulaya ukitenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo.
Tukiendelea mbele zaidi, mtazamaji, siku moja baada ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kutoa siku 7 kwa wamiliki wa mabasi waliojenga vituo vyao maeneo mbalimbali kuhamishia shughuli zao katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli kilichopo Mbezi Luis, pamoja na wanaoegesha malori kando barabara kuondoa ifikapo Agosti 17 mwaka huu. Baadhi ya wakazi wa jiji hilo wamesema ni uamuzi mzuri endapo utatekelezwa. Wamesema maagizo kama hayo ni vema yakitekelezwa kisheria ili kuondoa hali ya kujirudia mara kwa mara, huku wakieleza masikitiko yao ya kutelekezwa kwa kituo cha Magufuli ambacho serikali imetumia fedha nyingi kukijenga. Beatrice Eric anatueleza. Nimezungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Hapa niko maeneo ya relini, barabara ya Mandela, ambapo nitawasikiliza wamelipokeaje hili agizo la mkuu wa mkoa. Kwa kauli anazokuja nazo za siku, maana yake ni busara. Ukiweka busara kwenye sheria, maana yake ni kwamba na kesho pia nitakuja, nitarudi tena. Na kisha nishajua unatumia busara, lakini ukawawajibisha, maana yake hao waliopaki kusoko kwamba wajulikani. Sasa tunaangalia kwamba hawa watu wanapata ujasiri kutoka wapi na vipi wanashindwa kutii kauli au mamlaka ya serikali ambao wanatoa kwamba kuanzia sasa msipaki, na wenyewe wanaendelea kupaki. Ila mimi binafsi kauli yake nimeikubali na nimeona kwamba inaweza kuwa ni sahihi. Kweli Dar es Salaam sasa hivi ni jiji la makontena. Sasa hivi nyumba za watu ambao wasio na pesa zinanunuliwa na matajiri. Zikinunuliwa sio lengo pajengwe nyumba, pashushwe makontena. Wapo wanaopongeza maagizo haya, lakini wapo wenye wasiwasi kwamba yatatekelezeka, na wapo ambao bado wanavutia kwao kwamba mabasi yaendelee kuwepo maeneo ya Shekilango ili waweze kuendelea kupata riziki. Sisi tunachopambania ni riziki yetu, mchumia tumbo. Kuna watu hapo Mbagala kuna riziki wanapata, kuna watu wapo Chanika, sisi wa Shekilango tunapata riziki zetu kupitia haya mabasi. Tunaendesha familia zetu kupitia haya mabasi. Sasa mimi nawaomba serikali ili zoezi la kusema mabasi yatoke hapa aende sehemu moja stendi ya mkoa kidogo itakuwa changamoto. Lakini sasa isije kama baadhi ya mabasi yanaenda mengine yanabaki, italeta mkanganyiko. Sio na vibali na yadi. Nitakiwa kama tukienda kule ni wote. Namtoa kule upande wa kituo cha mabasi avuke, ana watoto sangine, kuna mama na watoto wake wawili watatu mdongoni, na kaja na riziki na chakula kutoka kijijini, labda kabeba chakula chake, mzigo wake anataka upeleke kituo cha daladala, inabidi aanze sana gharama kukaramia. Kwa hiyo hata ile analolizungumza mkuu wa mkoa, mabasi yarudi kwenye kituo cha Magufuli, yaondoke sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam, mimi naamini kabisa utekelezaji wake ni mdogo, kwa sababu mpaka sasa hivi tunapoona wameshaota mizizi. Ukienda pale Shekilango hakuna hata duka frame, ofisi zote zimegeuka kuwa ni maeneo ya wafanyabiashara wa mabasi. Nikiripoti kutoka hapa Shekilango jijini Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Haya, shukran sana Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema nchi yake inaweza kuzikamata meli za nchi za Ulaya ikiwa mataifa hayo yataanza kukamata meli za Urusi zinazotumiwa kusafirisha mafuta ambazo mara nyingi huficha umiliki wake. Amesema hayo wakati akikagua mazoezi ya kijeshi katika kisiwa cha Sakhalin mashariki mwa Urusi, na kusema Urusi italazimika kujibu mashambulizi ya aina hayo popote itakapohitajika. Wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa magharibi ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vya Ukraine na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya taifa lake, Putin ameshutumu jumuiya ya NATO kwa kuongeza ushawishi wake katika eneo la Asia na Pacific na kuchochea mvutano katika eneo la Arctic. Na mtazamaji, mzee Hamisi Kanoni mwenye umri wa miaka 82, mkazi wa mtaa wa Kivesa katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, ambaye ameshindwa kutembea kwa muda wa miaka 16 tangu alipopata ajali ya pikipiki, hali iliyomlazimu kuuza mali zake zote ikiwemo nyumba pamoja na mashamba kwa ajili ya matibabu. Anaomba msaada wa shilingi milioni 12 zinazohitajika kwa ajili ya kufanywa upasuaji kwenye hospitali ya taifa Muhimbili. Ernest Mbezi kutoka Handeni anafafanua zaidi. Channel 10 imefika kwenye mtaa wa Kivesa, mahali ambapo mzee Kanoni anaishi baada ya kupata hifadhi kutoka kwa ndugu, na hapa anasimulia safari yake ya miaka 16 ya matibabu tangu alipopata ajali, huku maumivu makali pamoja na kushindwa kutembea ikiwa ni sehemu ya maisha yake. Katika muda wote
Nimefanyiwa operation 2 kwa milioni 24. Hii operation ya 3 ninashindwa kujikimu kwa sababu nimeuza mali zangu zote, mashamba, nyumba, viwanja. Sasa hivi sina uwezo tena wa kuweza kujikimu. Mzee Kanoni licha ya kufanyiwa upasuaji mara 2 na kuwekewa vyuma kwenye maeneo mbalimbali ya mwili wake, lakini hali imeendelea kuwa mbaya, hivyo anatakiwa kufanyiwa upasuaji kwa mara ya 3, na hapa analazimika kujitokeza mbele ya Watanzania na kuomba msaada. Wamenipima hospitali wakadai kwamba antena nilizowekwa zimefunguka, kwa hiyo inabidi nifanyiwe operation nyingine. Naomba msaada wa kuweza kuniwezesha kupata milioni 12 za kuweza kunifanyia operation. Tunaomba wadau mbalimbali kupitia serikali yetu ya Tanzania, hususan ikiongozwa na mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Tunaomba tumwangalie mzee huyu kwa matatizo ambayo anayapitia katika changamoto za maisha yake. Tunaomba wadau mbalimbali, Mwenyezi Mungu awaongoze wadau hawa ili waweze kumsaidia mzee wetu huyu Hamisi Kanoni ili afanyiwe operation. Unaweza kuwasiliana na mzee Kanoni kwa namba yake ya simu ambayo ni 0770 81 88 77. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbez, Channel 10. Haya, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT mkoa wa Kilimanjaro imewashauri wasimamizi wa mirathi katika familia mbalimbali kusimamia vyema wasia unaoachwa na marehemu ili kila anayehusika na urithi huo apate sehemu ya kihalali na kuepukana na migogoro inaweza kusababisha uvunjifu wa amani. Ahmed Nandonde kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro anatueleza. Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa yuko hapa mkoani Mara kwa ziara maalum ya kazi ya kukagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi inayotekelezwa na serikali. Na asubuhi ya leo mapema anaanzia kuweka jiwe la msingi katika nyumba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Butiama ambayo inagharimu zaidi ya shilingi milioni 200, na hapa akatumia wasaa huu kuzungumza na wananchi na kuwataka wanasiasa pamoja na Watanzania kuienzi na kuiishi misingi iliyoachwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haki, utu, umoja, amani, mshikamano, utulivu. Nitumie jukwaa hili katika eneo baba wa taifa alipozaliwa kuwasihi na kuwaomba wanasiasa wenzangu na Watanzania wenzangu tujiimarishe, tujipange kuendeleza, kulinda na kudumisha misingi hiyo niliyoitaja ambayo ndio urithi mkubwa aliotuachia baba wa taifa. Kazi yetu ni moja tu, watumishi wa serikali, kuwahudumia wananchi. Katika hatua nyingine, Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa anatembelea katika shule ya amali iliyoko hapo wilayani Butiama mkoani Mara. Shule hii ambayo inagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.6, na hapa anaweka jiwe la msingi na kisha kuzungumza na Watanzania wa wilaya hii ya Butiama. Katika vipimo vyote vya maendeleo ambavyo Chama cha Mapinduzi kinajivunia na ambavyo ni chanzo na sababu ya Chama cha Mapinduzi kuendelea kuaminika kuongoza nchi hii, ni kazi inayofanywa kwenye sekta ya elimu. Wazazi wakizungumza na Channel 10 hapa wanaipongeza serikali kwa kuanzisha shule hizi za amali. Napongeza serikali kutuona, kwa kutujengea shule na kututaka kupanulia watoto wigo wa maisha yetu. Hii itakuwa ni tegemezi au tegemeo kwa familia nzima ya Tanzania. Hawatasoma watoto wa Mara tu, watakuja wa mikoa mingine. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Na mtazamaji, kumradhi kwa taarifa hiyo ambayo umeipata, ambapo taarifa yake ilikuwa ni Waziri wa Mifugo na Uvuvi Daktari Bashiru Ali amewataka wanasiasa na Watanzania nchini kuishi na kutunza urithi wa umoja na mshikamano ulioachwa na baba taifa na kuachana na vitendo vinavyoweza kuligawa taifa hilo, ambapo ndio umepata kuisikiliza muda si mfupi. Tuendelee mbele zaidi, tuangazie huko Korea Kaskazini ambapo imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea ambalo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla kutua baharini. Kwa mujibu wa maafisa wa Korea Kusini na Japan, wamesema Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza
Agosti 17 mwaka huu. Hata hivyo, Korea Kusini imesema kwa sasa hakuna tishio la moja kwa moja katika eneo lake au kwa washirika wake, ingawa wanalaani hatua hiyo kwani imetishia kikao cha dharura cha usalama, huku Marekani ikisema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Na taarifa hii mtazamaji inatupa wasaa na kupata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa na kuja kukujuza zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.